na mtu mahali hapa ananisikia. Kwa hiyo heshima za Mungu na sifa zake zimejitosheleza sana. Sasa hapa Biblia inasema, kitabu hiki cha Wakorintho wa kwanza inazungumza habari ya mwanaume kwamba yeye ni mfano na utukufu wa Mungu. Mimi nikawa najaribu kufikiria, kwa sababu kuna bwana mmoja mtumishi wa Mungu nikasikia anafundisha habari hii, akawa anazungumza kwenye kipengele hiki, sijajua kwamba labda pengine ni tafasiri ya Kiswahili au Kiswahili lugha yetu, labda pengine mwakilishi aliwakilisha vibaya, lakini mimi nikisoma andiko inaniambia kwamba mwanaume ni mfano na utukufu. Kuna mtu anatafasiri, katika tafasiri yake alisema kwamba mwanaume ni mfano wa utukufu. Sasa mimi nikajaribu kulinganisha haya maandiko, nikaona yanakataa. Nikitafuta Biblia nikisoma neno nasema mwanaume ni mfano na utukufu. Hizi sentensi ni sentensi mbili tofauti katika Kiswahili kwa lugha yetu ya Kitanzania. Mtu anayesema mfano na utukufu na mwingine akasema mfano wa utukufu ni sentensi mbili tofauti. Biblia inasema mwanaume ni mfano na utukufu wa Mungu. Na mtu akisema mwanaume ni mfano wa utukufu wa Mungu, yaani maana yake mwanamume hajakamilika kuwa na utukufu, yaani hayuko kwenye utukufu wa Mungu, ila anafanania na utukufu wa Mungu. Hicho ndicho Kiswahili cha hapo. Lakini mtu anaposema mwanaume ni mfano na utukufu, tafasiri yake ni kwamba yaani mwanamume ni mfano wa Mungu, tunaweka mabano, lakini pia ni utukufu wa Mungu. Kuna mtu ananisikiliza mahali hapa? Haleluya. Hicho ndicho Kiswahili. Andiko langu la Biblia yangu inaniambia hivi. Sasa sijajua labda wengine Biblia zao ziko tofauti zinazosema kwamba mwanaume ni mfano wa utukufu wa Mungu. Vile bwana akawa na kazi anasema Biblia haijasema ni utukufu. Mwanaume sio utukufu wa Mungu, mwanaume ni mfano wa utukufu. Sasa mimi nikisoma andiko linaniambia mwanaume ni mfano na utukufu wa Mungu. Haleluya. Kwa hiyo mwanaume ni mfano na utukufu wa Mungu. Ni kwa sababu gani mwanaume anakuwa mfano na utukufu wa Mungu? Kuna sababu inayomfanya mwanaume huyu kuwa mfano na utukufu wa Mungu. Nikasikia mtu mmoja anazungumza, yule ni mtu wa dini fulani, akawa anamkosoa Paulo. Anasema huyu Paulo naye kakosea hapa. Atasemaje mwanaume ni mfano na utukufu wa Mungu, na wakati mwanamke na mwanaume wameumbwa sawa, na wote wameumbwa kwa mfano na kwa sura ya Mungu. Akasema na ile maandiko ya kitabu cha Mwanzo. Amina. Lakini mimi baada ya kufika kusoma hapa kwa habari hizi, nataka nikwambie wewe mwanaume, wewe ni mfano na utukufu wa Mungu. Yaani wewe ndiye unayetangaza utukufu wa Mungu, na wewe ni mfano kabisa halisia wa Mungu. Kwa sababu gani? Kwa sababu mwanaume ameumbwa kitofauti kabisa na jinsi mwanamke alivyoumbwa. Sio, kuna mtu ananisikia mahali hapa? Unaweza ukasema kwamba ni kwa sababu gani mtumishi? Mbona wote tumeumbwa kwa mfano na kwa sura ya Mungu? Sasa nataka nikwambie kitu kimoja. Kuna sifa moja ambayo mwanamume amependelewa. Sema haleluya. Kuna sifa moja ambayo wewe mwanamume umependelewa, ambayo hiyo sifa mwanamke hana. Wote tumeumbwa kwa mfano na kwa sura ya Mungu, lakini kuna sifa moja ambayo wewe mwanaume umependelewa. Kitabu cha Isaya sura ya 9 mstari wa 6. Nifungulie hapo. Isaya 9:6. Isaya 9:6. Ndio. Maana kwa ajili yetu mtoto amezaliwa, tumepewa mtoto mwanamume, na uwezo wa kifalme utakuwa begani mwake, naye ataitwa jina lake Mshauri wa Ajabu, Mungu mwenye nguvu, Baba wa milele, Mfalme wa amani. Amina. Fungua Luka 1:31.
Luka 1:31. Luka 1:31.